Tulikaa pamoja nao. Tulilala mahali walikuwa wanalala wakati zile hawakuwa na nyumba. Tulilala njaa kwa sababu nyakati zile hakukuwa na chakula. Kama kutapatikana swala wa kulindwa kwa sababu hakukuwa na chakula cha kuliwa. Mjoko mmoja alipoenda kutenisha mbuzi na inachinjiwa nini watu wawili, tutaweza kumaliza namna gani? Na uongozi wa kwanza ilikuwa watu 5. Kanisa ambao ilikuwa kanisa kubwa katika maeneo haya. Hata wakati wengine wakasaliwa kama kina David na ndugu wetu mwingine wakosha ambao nafikiri aliondoka na ndiye alikuwa ametupokea. Dhiki kubwa kulikuwa hapo wakati tulipoanza neno la Mungu katika maeneo haya. Maasai kwa wanatupokea hawatujui. Nikiangalia sasa umati wa watu kama hii, na tuone taifa hili lilikuwa limegeukia Mungu, na tukajua kazi ile sasa sio ya bure. Kuna mahali tulitoka nyakati zile na ilikuwa ni wakati mgumu nyakati zile. Na mambo tuliacha tukakuja mahali ambapo hatujulikani. Kwa hiyo ilikuwa dhabihu kubwa. Lakini Mungu alitusaidia kwa sababu tulikuwa tumekuja kufikia, lakini mahala tulikanyanga Bwana anawarejesha kwa sababu neno la Bwana ni mbegu inayoishi isiyokufa. Tulifikia ule mlima wale mengine kule kwa waganga. Ilikuwa na vibuyu vingi, lakini neno la Bwana la sidi kuliko yote. Hivyo ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Kwa ndugu wetu viongozi wa siasa tukiwa na Siololo, ningependa kuambia ya kwamba mna sehemu ya maana katika taifa. Nikianataka Bwana wape kibali mbele ya watu, uiache legacy katika mbele ya taifa la watu. Nilisikia vizuri kile ulisema. Na Bwana atakukumbuka katika kasi ile ya Monchi. Pamoja na mtoto wetu Pere aliyesimamisha nyumba nzima. Na Meja tulikaa na yeye miaka 7 katika Purko. Ninatumaini kwako. Kwa sababu nyinyi wote ni wana wa imani na hatujui ukora. Tuache kitu ambayo inaitwa legacy katika wakati wako na wakati ulikuwako. Nimefurahia sana ukiwa mmekuja kushiriki na watu wenu mesa la kuona na mmewasikia mkakuja kushiriki nao.
na kwa sababu ya hadithi ya kanisa, na sasa hivi limeshaingia katika kwa ukweli na neno la Mungu. Wewe na serikali ni hapa. Na katika serikali hii tunayo wewe full gospel ni hapa. Wana ni karibu ongwan. La kanisa Full Gospel Churches of Kenya. Katika kanisa letu la Full Gospel tuna waheshimiwa wanne ambao yuko katika desturi yetu. Wale ndio mamoni mbunge yongitwa the county Tongei na mshirika Full Gospel. Msimamizi wetu wa wamama ambaye ni Tongei ndiye anaongoza wamama katika na ni wa Full Gospel. Wale majority leader au name na bayala kanisa mshirika keji headquarter all. Majority leader ile ambaye ni mshirika wangu katika headquarter ya Lulunga. Wale bayala la Kilarai Madimoto na Rosra War na bayala kanisa telewine jo orgiliene. Na mzee wa kanisa Kilarai yeye bado ni kiongozi na ni mzee wa kanisa katika mahali kwa orgiliene. Wale pastor yule Mwandai wale nyaga bugoi mwotelele nishanga ime goli kwa kiminde duwa na usingalenga hii. Mchungaji wetu wale mmoja alitoka tena madhabahu, lakini pia Mungu amempatia nafasi ya uongozi na yeye ni mtumishi wa Mungu. Kana bonga ada alipolang na bomba yado dolo ikanodo kage bibilipo lebo kana mana tanganyanga ikinodo siligi leba isere lebo sho. Tukitazama viongozi wetu ambaye wakai pale katika viti virefu wanakuja katika kanisa la Bwana, tunapata tumaini la taifa la kesho. Amoro oro sopo kin nina sagdale ngai oro. Kwa sababu taifa lote limejipeana kwa mikono ya viongozi. Mheshimiwa Silolo. Mheshimiwa Silolo. Wanaamini kwa ngo nikitanga yeshaba. Kwa sababu kuna uongozi ulimwenguni na Bwana amekupa nafasi. Ndio tunajiye chair. Tumesema ya kwamba na ulisema ya kwamba wewe ndiye chair. Kaomba yangu Esther Tangalini. Ninaomba uwe Esther kwa wakati wako. Ore mwanuka wosaen odubore unavangilen orosholan. Duka lile la shanga ambalo wamama wetu wanaweza kufaidi. Ekishibole na kole ginyiro kan enjumora neshogumengara. Tunafurahia sana jasho letu na urithi wetu warudie wana wetu. Nishonda ngayo muda roga alikosabugi. Na Bwana awape kibali mbele ya viongozi wakubwa. Kaini somo la mwana ngai. Nataka tulisome neno la Mungu. Kama mkuti amemto Kwa madakika machache kwa sababu jua linasonga. Akila moyana ngai subat. Bwana atakubariki kwa sababu ni Mungu mwema. Kisum olomoni diato Matayo tikida moongwan. Tutasoma neno la Bwana katika Mathayo 24. Orgereni yale mstari wake wa pili nigira omela bayo gereni yobishana. Na tulifikisha katika mstari wake wa 7. Nenge duga lomo ni kono wanago yolengai. Hili neno sio jipya kwa watu wajuaye Mungu. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wewe ni Yesu ndonyo wale nito. Nebo dole bara de nedini nyamango ranne joki. Dole kiyoga jo. Hanya babo na ba. Na kanyo konokie. Lelo tunoroino penengili moda na ho. Yesu akajibu akamwambia, na kama Yesu ne jogi, angalieni mtu asiwadanganye. Endo ribade mera bongo ndai olongani. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Amoga Mungu mo tangarnai. Wakisema mimi ni Kristo. Ojo, kana mu Kristo. Nao watadanganya wengi. Nenda bongo yukumo. Nani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Na ningi ndai la rabali ombo liti magini. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Na enda balagelu. Amena njele nembe ko naba. Lakini ule mwisho bado. Agabon
engorna kirimoto kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, amuga tumaduno balere wale balere na ufalme kupigana na ufalme. na tumagine ngiroria engayiroria Kutakuwa na njaa na gebo mulameiti na matetemeko ya nchi mahali mahali. wange geregerale ngop to weji ngumo Haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. agore na mababo ki na nyingine ndo na wasinaidi. Kwa ufupi nitanena kuhusu kurudi kwake Yesu mara ya pili. Wale ndoro na gaimoki injiguno balori ya Yesu jakarayare. Ilikuwa ni maombi la kanisa niongee kuhusu kwa nini Yesu arudi mara ya pili. Ngo mana kanisa nchere kanyobe shukunye Yesu enanga igarare. Inamaanisha alikuja mara ya kwanza. Kiradolwajo elanga sawalo ndio dogoya. Sasa tunangojea mara ya pili atakaporudi. Ndio bekerare shu engara yare shukunye. Kurudi kwake Yesu Wale njiguno balori ya Yesu kama vile maandiko inaeleza, ena amali musira Yesu atakuja mara ya pili katika awamu mbili. Egelo Yesu enyare jakara yare. Ya kwanza atakuja kama mwivi ama mwisi. Wale ndogoya na egelo kama wabroni. Tunatarajia hiyo sasa kwa hamu kubwa, maana hiyo ndio atatangulia. Ireshiro inara ngamno savo amona na maluku. Kwa lugha ya Kiebrania inajulikana parosia. Wale ngoroba parania na geyo bali na parosia. Parosia maana yake atakuja kunyakua kama ule mwewe anapochukua kitu juu. Wale parosia na gelo dwaya ena modo nyendo ya yashmana. Maana yake atachagua, sio kila mtu atanyakuliwa. Amugana gen mewagena egoyaya. Itajulikana ni unyakuo wa kanisa peke yake. Egeyo unyajo eyala eganisa aninyage. Mtu asiyeokoka hata shiriki. Ora ngani lemiruko nememayegi. Lakini atarudi mara ya pili pamoja na kanisa kwa utawala ya kionjo ya miaka 1000. Kale geshigunye nyare jengigoria na ya gaishamisha ya barashara ni kalifu Inayojulikana milenia. oyo yajo meninia Itakuwa enzi ya mwana kondoo pamoja na kanisa. yeye alishalorgo leger tenebo organisa. Nikupatia ratiba ya kurudi kwake Yesu inakuja kwa njia gani? Ndio maisha barala eni unonya wale ni Yesu ajoga jimunonye. Number 1, atakuja kunyakua kanisa. Wala ndogoya na galo tu aya kanisa. Katika unyakuo ule Wale tena ya kanisa mambo mawili itatendeka, kanisa akiwa pamoja na Yesu kule hewani. egana mbare na asa eborare Yesu kanisa tolo nani. Moja ni hukumu ya watakatifu. Wale ndogoya nengi bwana wasinya. Kwa hiyo mtu yeyote ameokoka ujue mambo hajakwisha. Ndio bora ngani wakala rajawo la yolajo idide bamba. Lazima ukae sawa sawa ukiwa mwili huu, maana kuna hukumu, kuna mafuno ya mambo umetenda ukiwa katika mwili. Mpaka ni wame la beragi delese salam na rishara amwela na anaye ngibwana tidiwe roba nyange. Ya pili kule juu Wale niare tidela shimala kuna ndoa ya mwana kondoo na kanisa yana ngeyama worgo leger o kanisa ambaye tunaunganishwa. na nyeboi ayo. Kanisa inajulikana kama biharusi Kanisa eyoloi ene esilana yami kwa sababu tumejitakasa, tumekataa uchafu ya ulimwengu, tumependeza Mungu. amogende sinyale kidumwele barogango kende shebangai Kwa muda ya miaka 3.5. wale le shala wali no kuni onusu. Jambo la pili ambayo inafuata hiyo, Wale ngai bae yare na sojena ina utatokea mpinga Kristo na agebugu olaiba Kristo ambaye atatawala wakati kanisa likiwa juu miaka 3.5, yeye anachukua usukani hapa duniani. lagi wale shoni nyerendena ngop edora yori Yesu le na kanisa
kanisa engiloria walino kunyo nusu. Biblia inasema Ejo Biblia huyo mtu atakuwa na ushawishi mkubwa. wale karungani ne anga yako yale ngoro sabu na ndio mwana Atachukua mamlaka ya mataifa yote na nchi zote watamheshimu. egendi borio lotion yanga wagana lolonga no yanga wagana lolonga ne bwana. Sasa hivi tuko na super power mbili. wale nana inji nigira ngiloria sabu na rare. Kuna nchi ya Marekani, Kaya koloshora Amerikani kuna Russia, na koloshora Russia kwa sababu ya nguvu ya mali na nguvu ya ujuzi ya vifaa vya vita. egele ngeno ekalisi shoma sa ne ngeno embolona na raba. Mpinga Kristo atakuja kwa jina la sarafu moja. Tunaelekea ulimwengu watatengeneza shilingi moja. Egelo tu la roni wele na bona idimi awa yendo na basha ngosha na bayo na kamera ni nyesi shoreki. Kutakuwa na uongozi moja. Egelo gele ndibaria na bage. Tatu atainua uchumi mmoja. Wale uni na egelo abogata uchumi na bo. Kuna dalili sasa imeanza. Egelo dero boluane ilmonne tanalishala. Marekani imeungana nchi zaidi ya 50. Ibunga la Amerika obwabina la mono. Europa vile imeungana. Wale Europa na rasinje ingwabina ibungale. Afrika maana ni mchanga anajaribu kuungana lakini tuna vitina mingi. Wale sinye Afrika yinde tumo ho na magiti na namba kumo walaraba. Inaelekea unabii ambayo imenenwa wataungana. Ekira alema ibona baya na leo ginche ekebona. Huyo mpinga Kristo wale ba Kristo Biblia inasema atatoka katika aina nchi ya Europe ama mahali ya ukoo ya Wayahudi. Ejo Biblia yake marubuga ngo iro ashudu osho tena kwa Wayahudi. Watu wote watafurahia yeye. Nora na wakin. Atakuwa na usemi mkubwa. Nagabo gera engrorosa. Atakuwa na utawi ya kutosha. Nagabo gera ndologiko. Jambo la tatu ambalo litafuata, Wale ambayo uni na sojuna atageuka kuumiza watu, maana atakuwa na utatu kama Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. kibelegenya watu tunana amugebe ngolon angaye baba engai ngesinyali. Maana yake Wale ngira anadona atakuwa na nabii yake. kemo gera enebonenye Umeboni lenye. suri. Atakuwa na watu ambao wanamsimamia. Kemo gera mwana wala sheki. Angalia kiongozi yote. Hakuna kiongozi anaenda peke yake. Mwana sira alikuwa wapi? Nara ni bangalo. Lazima akona mdogo yake. Nara ngejele neno wala lenye. Na vile vile akona team. Ndio kisi abugero nduru. Hata yeye Wale sininye ni utatu. na bwana Atakuwa na unabii ama nabii aliye na uwezo. kemo gera nebon ashoro iboni wala ngedemala. Na mtu mkubwa asiyeonekana ni shetani ili wawe watatu. Wala mungani lemedio sabo na ilirwa pero moja atawanya uni. Ile kanisa itakuwa imebaki itaitwa kanisa kahaba. Wale kanisa malako na gako kanisa malayo Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ameondoka. ambaye bwana ngenge sinyali nene baimwa Hatakuwa na msimamo yoyote. meloya nene nasheye mene ni nashiki. Jambo la nne ambalo itafuata Wale ambaye umwan na nyana sojo ni kurudi kwake Yesu sasa, na kila mtu atamuona akirudi enjukuno wale ya Yesu na mpaka nabalogyo pamoja na kanisa. jelepo wa kanisa. Yeye ndiye atakuja kusima huyu mpinga Kristo na kumaliza nguvu zake. Ni nyorola idir iloba Kristo ne ishinye pi. Na shetani mwenyewe atawekwa ile shimo ndefu akae miaka 1000 katika kifungo cha utawala wa milenia. Wala wairwa na ngagini na kumoro na bulari na kalifu milioni ya lawari le milenia. Biblia inasema Ejo Biblia kanisa litatua Yerusalemu. na wale kanisa kendo ile Yerusalem. Ukiona sasa kitofu ya dunia, maana hiyo nchi kidogo ya nchi takatifu. Wale kene kala na rosoru wala ngo amole na ko kiti sinyati Imezungukwa
na Waislamu wanafanya vita juu ya Netanyahu. Hawana uwezo. Elamana lelolo yobar gilani yuni ashujumari yuni kaga mere mala. Hiyo taifa inasaliwa 1948 na maandiko imetimia tayari, taifa imebuniwa ambayo Mungu atapitia. Ilo wana kwa Getewa awali wana ile 1948 nije wale siwa njero wale na kwa na geba kwa tashi. Maandiko inasema Bwana Yesu akishuka katika mlima wa Mesetoni. Yedala monelankai wala bebe Yesu robo yoro yeni. Na mguu yake kukanyanga ile mlima wa Mesetoni. Wale wale wangejegenya na robo yoro yeni. Itapasuka. Negawa. Na hapo ndipo itakuwa mwanzo wa utawala wa amani. Na dine wingi daronye engiloria na busho sorwa. Nguvu ya vita itakoma. Wewe yokolona warabal na yakira. Mataifa yote maana watakuwa hai, watakuwa wakipeleka matoleo yao Yerusalemu kama ilivyokuwa zamani. Wewe losha kwa wapina mwe ubishu nendo mura sarlenya ai ni Yerusalemu. Baada ya 1000 years wewe Yerusalemu engalifunabo kuna hukumu ya mwisho ambaye yele ngibwana na baye na njere wale wasiookoka watafufuka. Wewe lelo litweje na gebi. Haleluya. Haleluya. Waingia hukumu ya mwisho. Bebe mogiari ting engibwana na nyana baye. Wenye haki wataingia uzimani. Wale lamara sebala neji ngishui. Wenye dhambi wataingia hukumu ambayo haina mwisho. Wale wanwoko neji ngibwana memere nitingi. Na mwishowe tutapata ile umilele. Nore na bayera wake nige ngame ngishui ya. Shetani mwenyewe atafunguliwa kwa ile shimo na malaika zake. Wala kaidiru wale muya boludida kuboto tena kwa malaika nyama. Ambaye Biblia inasema ni joka kubwa wa samani. Lageje Biblia wala sura musana. Ataingia hukumu ambayo haina mwisho. Na hizi kedingi ngibwana nemere nitije. Niruhusu ninene kuhusu dalili ya kurudi kwake Yesu. Endaga maimagi ilmone lenjugo baba yori ya Yesu. Wanafunzi walimuendea Yesu kwa faragha. Eshamagela loye ni Yesu tambura wakamuuliza yeye nigi ndibwa ninye mwisho wa dunia ni lini? Hanunde hii waloilingilango. Maana Yesu alipokuwa na wanafunzi aliangalia ile hekalu Sulemani alijenga. Amwana baba la Yesu alengeni ni mwana wa mabara la shara Sulemani. Akamwambia tasandeni kanisa. Ndio amwana na kanisa. Kila jiwe itaanguka. Mero sai oyogele lingwale ga. Na hakuna hata mmoja atabaki. Wale Yesu abayana jika balala. Mero sai oyogele go. Wakashangaa, wakauliza kwa nini kila mawe itaanguka? Niru ndio manyo wale kusoi na solari. Yesu akasema hivi, ndio Yesu ji. Jambo la kwanza, wale ambao watokoya. Dalili ya kwanza kuhusu siku za mwisho. Wale mmoja watokoya, tongolo yorini. Kuna kuongezeka manabii wa uongo. Kila mbona nazo wala leja ashura likioro lemesema. Nataka kanisa mnielewe. Kaji ni kanisa. Tunaishi siku za mwisho. Kiji mkoloni na baye. Leo tuna manabii ambao wanakuja kwa jina la Yesu. Kialala mwepono wonu asishora karne Yesu. Wakijiita apostle, ageni ni jata la bolosa. Wakiita general, ejito geni ngam wakiita bishop, ibona dangam samuna jo bishop. Ni neno ambalo limetabiriwa itatokea katika siku za mwisho. Romani woibonu ogi ni nyoka baya bongolo nyingiri ngoro. Sisi watu wa Kenya, wale yoro shora Kenya. Tumeona Mackenzie kule Mombasa. Niki ndo wale njiba Mackenzie diga kwa Mombasa. Aliyepindua Biblia juu chini. Waibelekanya Biblia, aibelekanya iduludu. Kwa sababu watu hawakuelewa maandiko. Agwile yolo ndo manna Israel. Ati wafunge, wangoje Mungu, wause mali, wakufe, waende mbinguni. Si Biblia. Ndo manna nendo bogo kinara, nendo nilwe nyanda, bele shanga ingolo ngumu. Hata nimeshangaa kwa nini hatua hajachukuliwa mpaka wa leo. Angale ngasi ajabanyo ndio mama yetu aye ruata. Mbara. Haitawezekana maana
ni manabii wa uongo. Milima ya mo lobono lele jare. Kuna nguvu nyuma yao. Egere corona dile siadini nje. Kuna uwezo fulani inafanyika. Egere ngine mara na jana grasisho. Biblia inasema manabii hawa watakuja kwa jina la Bwana. Eje Biblia wale la jambo Mungu na leo mlangarnai. Nataka nikuambie Mkristo, Haina jojo la yugoni. usikubali kutoa mali yako kwa mwizi aliyekuja na kola kama mimi na ujui yeye ni nani. Minyora urgurisho yorodu enda yawasa ejidelo beni nantai anamanu anabiyola jonga nyingira ilagi. Nitamwaga mafuta kwa mama yako laana ifujike. Kaide maibugo ya elada dormarindino negelol deket. Lakini mpaka utoe ndume kubwa ama maasha kiasi hii, hiyo sio Mungu. Eje bani na ya maasha na bangi ashogire oje orena nenenkai. Unanisikia? Ini ndo Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la pili, kuna kulegeza msimamo ndani ya kanisa. Hawa watalegeza imani ya kweli ili kurahisisha watu waingie. Egebuo aidelele engiruwalo na seba beru mengumoi waondongana. Jameni, alasha hakuna kuchanganya dhambi na neno la Mungu. Medoshudoshi ngoki wanorelangai. Blessed be the name of the Lord. Neno la Mungu limeinuliwa juu ya itikadi na utamaduni ya watu. Ile mwenyewe wa malangai mebulu sororu bwagi wala bawa runana. Iniyo kwa sida inge ime kishishungoro langai ora kana imani yo Kenya njana kikashana. Ukitaka tabia nzuri wacha ipite katika kichuchungi cha neno la Mungu. Uichunguze hili ni nzuri na hili ni nzuri. Timotheo wa kwanza 4:1. Petero la dokoya Bana Timotheo. Timotheo la dokoya omwan na bo. Neno la Mungu linasema ndio malangai. Haleluya. Haleluya. Wacha nikuonyeshe tu kwa sababu ni vizuri niweke msingi. Ndio maisha ni shemia na msidele na milioni kama nyodo. Basi Roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Ibanu nyenge singali adventure. Kwa ngangali ni ngiri modo na ngimwa wala ngiri modo. Wakisikiliza roho sidanganyazo. Nero barala lokawaja lele dare. Na mafundisho ya mashetani. Wangirangana wala yubani. Kwa unafiki ya watu wasemao uongo. Mwesungurisho elelo wala bisho. Wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Wogo kilode taoja lenye. Wacha nikwambie mtu nabii muongo, Biblia inasema imani yao imechomwa dhamiri. Ndio maana ligajogi wale lelo pono lele jale no wale ndamundo lenye neto kiloki. Kanisa la Mungu Bwana asifiwe. Watainua elimu ya mashetani. Egewa ile munye engedenge mare wale lua. Haoni aibu wakifanya dhambi. Medala corona leneso novi. Kuna roho aina tatu. Era ngengana ngabraliluni. Naomba Mungu amsaidie utofautisha. Hawa manangai vigire bidu moyarisha. Kuna roho ya mwanadamu. Era ngengana tungani. Ege alapo binado lituru kiao utao. Laini anajo uyime sida. Iki anajo gi mimi nanga sikile todole. Kila mmoja wetu anayo. Kuna roho ambayo inakuambia usipite pale kwa sababu sio nzuri. Kuna roho ya shetani. Nenda ngenge wala ilua. Amen. Amen. Kayo mwana kido ishenge enda kwa borade. Ndio 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 kwa kujengana ndio kake lazima bai. Ninajua watu ambao tuliwataka wakienda kujifunga mtini ama kuangukia kwenye mbawa la maji wakisema tutakufa tu. Wala kile ngenge na nyengishiye rayu argon oiwa. Ukisikia roho inayosema nitajitoa uhai, jua hiyo ni ibilisi. Kaya hiyo ya kwamba anahitaji kifo. Mungu yiwe ngishui. Sitaki uhai sasa nimechoka. Ejera nyama wangu ya kwamba nimefadhaishwa na mume. Ala kakida na. Nimefadhaishwa katika kama hii. Alangni ni morujeni ngoni beegireti. Lekuja kayu nae. Kuliko utafute vile utasaidiwa, utasema nataka kufa. Ni roho chafu. Wale na nengenge na duru. Engea na yini wanengishui. Ninga maisha dungani. Ni roho inayotoka kuondoa mtu na imalisha roho na kuondoa maisha yake. Roho ya tatu ni
Ore engenge euni ne engenge enkai. Roho Mtakatifu kupenda amani. Ore engenge sinyali na kenyorro sorua. Roho Mtakatifu utupeleke kwa Mungu. Ore engenge sinyali neriko yoge ne enkai. Katika siku za mwisho. Ore roho na baye. Roho ya uongo. Ore engenge lelejare. Roho ya kufuata elimu chafu.